Asubuhi ya leo tutaendelea na somo ambalo nimelipa kichwa cha habari kinaitwa kushinda ulimwengu. Mwambie jirani yako kushinda ulimwengu. Kushinda ulimwengu. Biblia inapoongea habari za kushinda ulimwengu, haimaanishi kwamba tutakwenda kutawala dunia kimwili. Haimaanishi hiyo. Wala kwamba tutajitenga na jamii. Badala yake inamaanisha kupata ushindi dhidi ya mfumo wa maisha, mawazo, maadili na tamaa zinazompinga Mungu ambazo ndio zinaongoza dunia hii. Tumoja ananielewa? Tunapoongelea habari ya kushinda ulimwengu, tunamaanisha ni ushindi dhidi ya mfumo wa maisha ulio kinyume na Mungu uliopo hapa duniani, mawazo yaliyo kinyume na Mungu, maadili na tamaa zinazopingana na Mungu. Kwa sababu hivyo ndo vinatengeneza dunia au ulimwengu. Kwa Biblia inapoongelea habari ya kushinda ulimwengu, haimaanishi kwamba tutakuwa wafanyabiashara wakubwa wenye mapesa mengi. Hiyo sio maana ya maandiko. Pamoja na kwamba hilo ni jambo jema, lakini sio maana ya kushinda ulimwengu. Tunapoangalia katika Agano Jipya, neno lililotumika kutafasiriwa kwa ulimwengu, cosmos, neno la Kiyunani ambalo ndio limetumika kufasiri neno cosmos, yani cosmos ndio neno la Kiyunani ambalo ndio limetafasiriwa kama ulimwengu. Mara nyingi humaanisha mfumo wa wanadamu unaoishi bila kumtii Mungu na unaongozwa na maadili yanayopingana na mapenzi ya Mungu. Amina. Kwa tunapoongelea habari ya ulimwengu, tunaongea kwa habari ya mifumo ya wanadamu ambayo iko kinyume na Mungu, haimtii Mungu na inaongozwa na maadili yanayopingana na mapenzi ya Mungu. Na ndio maana Yohana 1:2-15 Biblia inasema msiupende ulimwengu au msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia au katika ulimwengu. Amina. Sasa haimaanishi Yohana hapa hasemi tusiwapende watu au tusifurahie uumbaji wa Mungu, bali tusipende mfumo wa maisha unaopingana na Mungu. Ninajua kuna kipindi, kuna baadhi ya watu kila vizuri nyumbani kwako anasema unaipenda dunia, si ndio hivyo? Wakikuona siku moja umekwenda beach na wanao kufurahia, wanasema huyu jamaa anapenda dunia, na Biblia imesema msiipende dunia. Kipendeza vizuri, ukavaa vizuri, kama rafiki yangu hapa Mr. Msuya na tai yake nzuri nyekundu, bado anaweza kuanza kusema kwa mtazamo unakuwa hivyo. Lakini kimsingi tunapoongelea dunia au ulimwengu katika muktadha wa maandiko, inajikita kwenye mifumo, mawazo, namna ya kuishi. Mfano Mtume Paulo anaposema katika Warumi 12:2 anaposema wala msifuatishe namna ya dunia hii, anaongelea habari ya kutokufuatisha mifumo ya dunia hii. Sasa sio mifumo yote. Bwana asifiwe. Cosmos inamaanisha mifumo iliyo kinyume na matakwa ya Mungu, isiyomtii Mungu. Kwa hiyo sije ukasema tuna mfumo wa elimu kwa sababu umetengenezwa dunia hii
basi kama huo mfumo hauna changamoto yoyote na kuhusu utii wake kwa Mungu, hauna shida, hauangukii kwenye ulimwengu. Na ndio maana sisi sote hapa tulienda madarasani, tunafanya biashara kama watu wengine wanaoishi duniani hapa wanavyofanya, kwa sababu ile mifumo iliyo sawa, hiyo sio dunia wala sio huo ulimwengu unaoongelewa katika maandiko. Na leo tunaongelea habari ya kushinda ulimwengu. Kwa hiyo ni kushinda, nimesema ni kupata ushindi dhidi ya mfumo wa maisha, mawazo, maadili na tamaa zinazopingana na Mungu, ambazo ndio zinaiongoza dunia hii. Hello? Tunaelewana? Unajua hiyo mifumo Unajua hizo namna. Kwa hiyo tunaposisitiza na kusema kushinda ulimwengu, sasa tunaweza tukasema kuna maana gani au kuna maanisha nini? Kabla ya kwenda pale, nataka tu nikuonyeshe tunaishi kwenye dunia ambayo ina namna yake, na namna yake ni halali kwa watu wa dunia hii. Ni sawa? Si ni sawa? Bwana asifiwe. Kwa hiyo wito wa kanisa ni kushinda hiyo namna ya dunia, sio kuondoka duniani. Tungali tukiwa hapa duniani, katikati ya hiyo mifumo tunaishi tofauti na hiyo mifumo, tunashinda. Na ndio msisitizo ambao Biblia inasema, kwa maana kuipenda dunia ni kutompenda Mungu. Kwa nini? Kwa sababu utakuwa unapenda mifumo, mawazo na namna iliyo kinyume na Mungu, kwa uwezo ukampenda Mungu. Amina. Kwa hiyo usije ukajiua ukaacha kuweka wanja kama unapaka unasema penda, hiyo ni kupenda dunia. Kila kitu kwa kiasi, si ndio hivyo? Arabi imesema kujipamba kwa kiasi. Kaacha kuvaa, kaacha kununua nguo nzuri eti utaonekana napenda dunia. Haimaanishi hivyo. Kuna watu hawavai hivyo. Sasa kwa sababu kuna mfumo, kama huo mfumo wa uvaaji uko kinyume na Mungu, maana yake hiyo ni dunia. Tunaelewa hiyo, tunapata upana vizuri. Sababu ni vizuri ukaelewa. Kama hiyo namna ya kufanya biashara iko kinyume na Mungu, maana yake ni dunia au ni ulimwengu. Na tunatakiwa tusiipende. Sasa ni namna gani tunaweza kushinda ulimwengu? Au kushinda ulimwengu kuna maanisha nini kwa undani? Kuna vipengele vitatu ambavyo nataka tuviangalie. Kushinda ulimwengu kuna maanisha nini? Kuna vipengele vitatu. Cha kwanza, kushinda dhambi na majaribu. Tunaposhinda dhambi na majaribu, tunaushinda ulimwengu. Hello? Bwana asifiwe. Tunaposhinda nini? Dhambi na majaribu, maana yake ndio tunaushinda ulimwengu, kwa sababu dhambi ni mfumo wa dunia hii. Ulimwengu unasukuma watu kufuata tamaa za mwili, tamaa za macho, kiburi cha uzima, ubinafsi na upendo wa mali na anasa. Naomba nirudie. Ulimwengu huu msukumo unasukuma watu kufuata yafuatayo: tamaa za mwili, tamaa za macho, kiburi cha uzima. Hivyo vile najua unavifahamu. Kiburi cha uzima kwa lugha rahisi ni kujitegemea wewe, kujiona unajitosheleza badala ya kumtegemea Mungu. Ndio maana ya kiburi cha uzima. Unaweza ukawa na pesa nyingi au na elimu kubwa, ukaanza kufikiria elimu yako au pesa zako zinaweza kukusaidia kwenye maisha. Kwa hiyo hicho ndio kiburi cha uzima. Hata watu wanaosema hakuna Mungu, hicho maana yake ni kiburi cha uzima. Hata watu wanaokuona unaomba wanakudhihaki, sema unaomba nini? Maana yake ni kiburi cha nini? Cha uzima, kwa sababu wanaona wanajitosheleza. Kiburi cha uzima kwa lugha rahisi ni kutomtegemea Mungu. Angalia, unaweza usikuta una kiburi cha uzima ambao ni mfumo wa dunia hii. Kwa hiyo ulimwengu unawasukuma watu kufuata tamaa za mwili, zinajulikana, si ndio hivyo? Tamaa za mwili sihitaji maelezo. Tamaa za macho, vitu vipendezavyo kwenye macho, kila kitu unataka. Yaani macho akiona kilicho na ubora chochote kwenye macho, bila kujali kina madhara gani, bila kujali
kiko sawa na Mungu au hapana. Kiburi cha uzima, ubinafsi, upendo wa mali na anasa. Bwana asifiwe. Tunahitaji mali na fedha kwa ajili ya maisha yetu na kufanya kazi ya Mungu, lakini tamaa ya mali na anasa inapokuwa imepita kiwango cha maelekezo hayo, huo unakuwa ni mfumo wa dunia hii. Hapa ubora wa mtu katika dunia hii ni kadiri anavyoweza kukusanya mali. Ndo ukuu, ndo nguvu, ndo heshima. Yaani kadiri unavyoweza kujirimbikizia ndio unaonekana wewe ni mjanja na dunia ndio inakuheshimu. Kwa hiyo tamaa ya ndani. Kwa kushinda ulimwengu kwa muktadha huu kwenye dhambi na majaribu ni kukataa kutawaliwa na mambo hayo tuliyoyasema hapo juu. Bwana asifiwe. Kushinda ulimwengu manake sitawaliwi na tamaa za mwili, nimezishinda. Sitawaliwi na tamaa za macho, siko chini ya kiburi cha uzima, ubinafsi haunitawali, na kupenda pesa na anasa. Kupenda pesa na anasa hakunitawali. Bwana Yesu atusaidie. Kuna watu kama jambo linahusu pesa, atafanya jambo lolote. Huko ndo tunakokuongelea kupenda pesa. Si unawajua Yaani jambo likiwa linahusu pesa, atafanya chochote. Yuko tayari kufanya jambo lolote bila kujali ni la utii wa Mungu au sio utii wa Mungu. Akisikia tu dili ya pesa, afadhali na mpagani. Umekutana na watu wananayo, alafu wako makanisani. Yaani akisikia dili la pesa, mpagani anasubiri. Umewahi kukutana na watu wananayo? Umewahi kuwaona? Na wako makanisani. Na sio tu makanisani, wengine ni wachungaji kama mimi hapa. Yaani hata akijua kuna namna anaweza akapata kitu kutoka kwako, ataanza kukupanga, atakutengeneza, atafanya hiki. Yaani inapokuja habari ya pesa, mambo mengine yote anawekwa pembeni. Anajua kabisa huna sifa za kuwa kiongozi, lakini kwa sababu ya pesa, kija tu mshirika mpya, una pesa, kesho kutwa baraza la wazee linabadilishwa, anaingizwa. Hiyo ni tamaa ya pesa. Lakini kuna tamaa ya anasa. Tunajua maana ya anasa? Anasa ni nini? Watu wa Mungu, mtu mmoja anisaidia, anasa ni nini? Sasa sisi tulipokuwa sekondari ndio ujue tumetoka mbali. Kula mandazi tulikuwa tunaita anasa. Pale shuleni wakati tunafanya A level, walikuwa saa 4 ile kwenda kunywa uji, kulikuwa inauzwa mihogo na mandazi. Kwa jina la mandazi yalikuwa yanaitwa anasa, alafu mihogo sumu. Alafu sasa kama una hela unakula sumu, ukiwa na hela unakula anasa. Sasa simaanisha anasa za mandazi. Sasa anasa si tunaielewa? Ukisema mtu anapenda anasa sana, tunaelewa maana yake. Haya. Kwa hiyo ni muhimu sana. Yohana 1:2:16, Mtume Yohana anasema, maana kila kilichomo duniani, anaelezea hiyo niliyokuambia, kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili, hicho ndo kiko duniani kwa maana tuliyoisema. Bwana asifiwe. Tunaelewana? Si nimekwambia dunia ni nini au ulimwengu nini kwa muktadha wa Biblia. Sasa ndo nakwambia kwa maana kila kilichomo duniani, yaani anakielezea hicho ni nini. Moja, tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Yohana 1:2:16. Mtu mmoja ananielewa? Na kama vinatokana na dunia, maana yake vinatokana na nani? Hello? Kama vinatokana na dunia, maana yake vinatokana na nani? Mungu wa dunia hii ni nani? Kwa kama vinatokana na dunia, maana yake vinatokana na nani? Na Shetani. Kwa hiyo kushinda dunia au ulimwengu ni kushinda vitu hivi ambavyo vinaleta dhambi,
na majaribu yatokanayo na tamaa ya macho, tamaa ya mwili, kiburi cha uzima na kupenda fedha. Mwambie jirani yako, usipende fedha. Usipende fedha. Fedha ni shina la maovu yote. Kupenda pesa ni shina la maovu yote. Kupenda pesa ni nyenzo nzuri sana, lakini kupenda pesa, pesa isikamate moyo wako. Jambo la pili, tumeona kushinda ulimwengu kuna maanisha nini? Jambo la kwanza tumesema kushinda dhambi na majaribu. Jambo la pili, kubaki mwaminifu kwa Kristo katikati ya upinzani. Kubaki mwaminifu kwa Kristo katikati ya upinzani. Upinzani wa nini? Upinzani kinyume na imani. Unabaki mwaminifu. Kwa nini? Dunia inaweza kumdhihaki mwamini, kumkataa au kumshawishi aache njia ya Mungu. Kushinda ulimwengu ni kuendelea kusimama katika kweli hata kama ina gharama. Hello. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yetu lazima yaendelee kubaki kuwa waaminifu mbele ya Bwana wetu Yesu Kristo na kwa imani yetu, bila kujali gharama ambayo tunaweza tukaingia. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Nisikilize binti, afadhali ukakaa bila kuolewa mpaka ukafa ukiwa na miaka 90 au 100 kuliko kuchepuka ukaiacha imani. Vivyo hivyo kwa kijana. Ndio maana yake, ndio maana ya kusimama, ndio maana ya kushinda ulimwengu. Bwana asifiwe. Baba na mama, ni afadhali ukafa maskini, ndio inachomaanisha. Ndio maana yake. Afadhali ukafa nini? Kuliko kujinajisi na mifumo ya dunia hii. Ndio inachomaanisha. Ndio maana ya kushinda ulimwengu. Kubaki kuwa mkweli mbele za Mungu na kusimamia neno la Kristo na maadili ya kiungu kwa gharama iwayo yoyote. Huko ndio kushinda ulimwengu. Na Mungu anatafuta watu wa namna hiyo. Na uzuri tutaona baadaye, sio kwa juhudi zako. Kuna namna ukijiposition tumekwisha kuwezeshwa kushinda ulimwengu. Jina la Bwana libarikiwe. Mtu mmoja ananielewa? Kubaki mwaminifu kwa Kristo katikati ya upinzani. Dhamiria kutoka ndani ya moyo kwamba mimi fulani bin fulani nimeamua nitabaki kuwa mwaminifu mbele ya Kristo kwa gharama yoyote iwayo. Kama yeye alivyobaki mwaminifu kutuokoa sisi kwa gharama ya mateso na dhihaka msalabani, baki hivyo hivyo mtu wa Mungu, inalipa. Mtu mmoja ananielewa? Huko ndio kushinda ulimwengu. Hello, Bwana asifiwe. Ni afadhali ukabakiza shati moja na suruali moja, wakawa nakuita yule mwenye suruali ya kijivu na shati jekundu, lakini umetunza uaminifu kwa Mungu, kuliko kuwa na suti ya Italia alafu kwa sababu umeharibu uaminifu wako kwa Mungu. Mtu mmoja ananielewa? Unanielewa vizuri mtu wa Mungu? Hivyo ndio tunashinda ulimwengu. Jambo la tatu, kuishi kwa imani badala ya kufuata namna na maadili ya dunia hii. Dunia inathamini na kuweka tumaini lake kwenye nguvu zao wenyewe, kuwa na nguvu, umaarufu, utajiri, kujikweza. Lakini Mungu anathamini. Dunia inathamini nguvu. Una nguvu fulani kwenye jamii. Bwana asifiwe. Na kanisa limeingia mtego. Hata mkitaka kufanya kasherehe, mnatafuta mtu mwenye nguvu. Si tunafanya hivyo? Si tunafanya hivyo? Hata ukiwa rafiki na mtu mwenye nguvu wa dunia hii, unatutambia kweli kweli, hatulali.
hata simu zikija na tuonyesha mheshimiwa fulani ananipigia. Yaani unataka yani dunia ndio iko hivyo. Dunia iko hivyo. Kwa dunia inaweka mifumo, dunia inathamini nguvu, umaarufu. Sisemi umaarufu ni mbaya, ila hatutafuti. Kama ukija umekuja, ila sio unafanya mikakati uwe maarufu. Usifanye mkakati wowote kutaka kuwa maarufu. Kama Mungu ataamua, si utajulikana. Bwana asifiwe. Na ikiletwa na Mungu wala haina shida. Ukiitafuta mwenyewe ina shida zake. Unatafuta anguko. Muda sio mrefu, yale ambayo unaona kama atakutoa kwenye ule umaarufu utaacha kuyasema. Hata kama ulikuwa unahubiri injili, maana unaanza kuhubiri injili ya kuchagua, kwa sababu unajua nikisema haya ataniondolea umaarufu, kwa sababu umeutafuta mwenyewe. Biblia inasema, anamwambia Ibrahimu, nami nitalifanya jina lako kuwa kuu. Si ni umaarufu? Nani hamjui Ibrahimu leo? Dunia nzima inamjua Ibrahimu, kwa sababu yeye ukuu wake alifanywa na Mungu. Tamani kufanywa na Mungu kuwa mkuu. Usijitengenezee ukuu wako mwenyewe. Huo ni mfumo wa dunia. Utajiri ndio unathaminika katika dunia na kujikweza. Sio kuona watu yani kila mtu akijieleza, hataki hata kusema, hata ingalau basi tuambie tu ukweli wenyewe. Yaani kila mtu utacheka tu. Hata unakutana na wachungaji au watu, yani kila mtu anataka aonekane kwamba huduma yake ni kubwa. Mbwembwe nyingi. Yaani kila mtu hataki kukubali tu kwamba ni wa kawaida. Yaani uko kwenye level fulani. Kila kitu utaona. Hiyo ndio mfumo wa dunia. Ndio inathamini kujiinua, yani onekane. Lakini Mungu anathamini utii. Unaona kinyume chake? Huku ni nguvu. Mungu anathamini utii. Kwa hiyo mwenye nguvu kwenye macho ya Mungu ni mtii na mnyenyekevu. Huyo ndo ana nguvu. Nguvu katika mfumo wa kiungu ni utii na unyenyekevu mbele zake. Mungu anathamini haki, anathamini utakatifu, anathamini upendo. Kushinda ulimwengu ni kuchagua maadili ya kiungu badala ya maadili ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaposema kuishi kwa imani badala ya kufuata namna ya maadili ya dunia hii, ndio hicho kinamaanisha nikakuwekea nini dunia inathamini na nini Mungu anathamini. Kwa kushinda ulimwengu ni kuishi kwa vile Mungu anavyovithamini, na ndio vinakuwa vipaumbele vyetu. Sasa kipengele cha mwisho ambacho natamani tukipitie na ni cha msingi sana, tunawezaje sasa kushinda ulimwengu? Amina. Haya mambo matatu tunayawezaje? Tumesema moja, namna ya kushinda. Tunashindaje ulimwengu? Kushinda dhambi na majaribu, cha kwanza. Cha pili, kubaki mwaminifu kwa Kristo katikati ya upinzani, na nimeelezea. Cha tatu, kuishi kwa imani badala ya kufuata namna ya maadili ya dunia hii, na nimekuelezea kwa urefu mambo hayo ni yapi. Sasa kipengele cha tatu ambacho nataka tumalizie leo, cha msingi sana, kwa sababu kushinda ulimwengu ni lazima. Amina. Tunashindaje? Yako mambo matatu ambayo yanatusaidia na kutuwezesha kushinda ulimwengu. Jambo la kwanza, kwa imani katika Yesu Kristo. Tunashindaje ulimwengu? Kwa imani katika Yesu Kristo. Yohana 1:4-5 inasema, kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Umezaliwa na Mungu? Haleluya. Ulizaliwaje na Mungu? Ulizaliwaje na Mungu? Piga kelele nisikie. Ulizaliwaje na Mungu? Kwa kumwamini Yesu. Na ndio maana kushinda ulimwengu tunashindaje? Moja, kwa imani katika Yesu Kristo. Kwa sababu Biblia inasema, kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Na huku ndiko kushindako ulimwengu. Hiyo imani yetu. Imani yetu katika Kristo. Ile imani iletayo wokovu ndio inaongelewa hapa. Amina. Na ni nani aushindaye ulimwengu isipokuwa yeye aaminie kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Anayeamini Yesu ni mwana wa Mungu ni imani ya nini hiyo?
Imani iletayo wokovu. Kwa hapa tuongelee imani ya kuamini kwamba nitashinda majaribu. Hapa tuongelee hiyo imani. Tunaongelea imani ya kumwamini Yesu ili upokee wokovu, uzaliwe mara ya pili, uzaliwe na Mungu. Kitendo cha kuzaliwa na Mungu kinatufanya tupate ushindi dhidi ya ulimwengu. Kuna mtu mmoja ananielewa? Unanielewa vizuri? Naomba unifuate vizuri, kwa sababu mara nyingi msisitizo umekuwa kwenye kutaka kupambana na ulimwengu kwa namna ambazo tumeambiwa. Lakini jambo la kwanza kutoka kwenye maandiko, namna tunavyoweza kushinda ulimwengu kwa namna ambazo nimeshaelezea na maana ya ulimwengu. Kwa nini tunawezaje kushinda mifumo ya dunia hii? Kwamba tusienende kwa mifumo ya dunia hii, tusifatishe tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima, kutokuwa wabinafsi na kupenda pesa na anasa. Mambo haya yanawezekana kwa njia moja, wapo katika hizo nitakazosema. Moja ni kwa sababu ni kwa imani yetu ndani ya nani? Ya Kristo. Imani hiyo inasababisha tuzaliwe na Mungu. Hello? Kwa hiyo moja ya matokeo ya kuzaliwa na Mungu ni kushinda ulimwengu. Kwa hiyo tunapomwona mwamini, niweke katika mabano, asemaye amezaliwa na Mungu, alafu tuna wasiwasi kama anaushinda ulimwengu, nafikiri tunakuwa na wasiwasi kama amezaliwa na Mungu. Mtu mmoja ananielewa? Nataka uanze kuelewa. Unajua, nimekuwa nasisitiza na ni muhimu sana, imani yetu kwa Yesu iletayo wokovu ni jambo kubwa mno, linaleta mapinduzi makubwa mno kwenye maisha ya mwamini. Wokovu sio jambo la nje, wokovu ni jambo la ndani. Wokovu sio jambo lisilo halisi, wokovu ni jambo lililo halisi. Likitokea linaonekana kwa nje. Bwana asifiwe. Na ndio maana Yohana anasema, kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Mtu mmoja amezaliwa na Mungu hapa. Aliyezaliwa na Mungu sema nimezaliwa na Mungu. Kwa hiyo wewe, yani ni haki yako kushinda ulimwengu. Kama ushindi, usiseme kitu kingine, ni wewe ndio umezembea. Si ndivyo? Amesema hivi, kila kitu. Tena mwandishi akaona asiseme tu kila mtu. Akaona aweke kila kitu. Yani ni msisitizo. Kila kitu kilichozaliwa na Mungu. Kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Na huku ndiko kushindako ulimwengu. Hiyo imani yetu. Kitu kitufanyacho tushinda ulimwengu ni imani yetu ndani ya Kristo Yesu na kumwamini Yesu. Na tunaposema imani yetu ndani ya Kristo au kumwamini Yesu, maana yake kuweka tumaini letu na utegemezi wetu kwa Yesu Kristo na kazi aliyoifanya msalabani 100%. Kwa nini tunashinda tamaa za mwili? Kwa sababu Kristo alishazishinda. Kipengele cha pili. Sababu ya pili au namna nyingine tunavyoshinda. Kwa nini tunashinda? Tunawezaje kushinda? Ya kwanza, kwa imani katika Yesu Kristo. Ya pili, kwa sababu Yesu tayari ameshashinda, na sisi ni wana wake, na sisi tuko ndani yake. Anasema katika Yohana 16:33, jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Alisema ulimwenguni mnao dhiki kuu. Shida zipo, majaribu yapo, changamoto zipo, lakini anasema tujipe moyo kwa sababu yeye amefanya nini? Ameushinda ulimwengu. Yesu alishinda majaribu, alishinda dhambi, alimshinda shetani, alishinda mateso
na hata mauti. Tunashiriki ushindi wake tunapomwamini. Mtu mmoja ananielewa? Siku ulipomwamini Yesu, uliamini ushindi juu ya dunia. Hello? Uliamini, moja ya kitu ulichokiamini kwamba aliposhinda na mimi nilishinda. Siku aliposhinda dhambi na mimi nilishinda dhambi. Kwa hiyo mimi ni mshindi na wewe ni mshindi. Siku aliposhinda majaribu, alipokuwa amepandishwa kule, shetani akamjaribu kwa habari ya kubadilisha mawe kuwa mkate, akambadilisha kumpa fahari. Si ndio hizo? Yale majaribu ambayo Ibilisi alimpa Yesu ndio yanaongelea habari ya moja yalichosemwa, tamaa ya mwili, tamaa ya macho, kiburi cha uzima. Ndio alikuwa anaongelewa hapo. Na Yesu yote akayapangua, aliyashinda. Tamaa ya mwili akamwambia badilisha mawe yawe mkate, alikuwa na njaa. Tamaa ya macho akamwambia angalia miliki zote hizi nitakupa. Kiburi cha uzima, jirushe, Bwana atatuma malaika kujitegemea mwenyewe badala ya kumtegemea Mungu. Shetani alipokwenda kwenye bustani ya Edeni alicheza na vile vile hivyo tu vitatu. Akamwambia Mungu anajua siku mkila mtakuwa kama yeye, mtakuwa na ujuzi wa mema na mabaya. Alafu nini kikatokea? Biblia inasema mwanamke alipoutazama ule mti akaona wapendeza kwa na kupata maarifa. Ilikuwa ni kiburi cha uzima, ili ajue mema na mabaya kama Mungu, asimtegemee Mungu. Akatoa akala. Yaliyomshinda Eva yaliporudiwa kwa Yesu, Yesu akayashinda. Yaliyomshinda Adamu yaliporudiwa kwa Adamu wa pili, Adamu wa pili akayashinda. Ndio tofauti ilipo. Wasioamini bado ni wana wa Adamu wa kwanza. Tunaoamini ni wana wa Adamu wa pili. Wao hawayawezi kwa sababu bado wana shina la Adamu wa kwanza. Sisi tunashinda kwa sababu tuna shina la Adamu wa pili. Kwa hiyo ushindi wetu hauko kwenye jambo jingine, uko ndani ya Kristo Yesu. Mtu mmoja ananielewa? Jambo la tatu, tunawezaje kushinda? Kwa nguvu za Roho Mtakatifu anayekaa ndani yetu. Yohana 4:4 nasema yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika ulimwengu. Tumoja piga kelele haleluya. Yohana wa kwanza 4:4. Roho Mtakatifu hutuwezesha kuishi maisha ya ushindi katika kupingana na mifumo ovu ya dunia hii. Kuna yuko duniani, shetani ametengeneza hiyo mifumo yake na ulimwengu. Kuna aliye ndani yetu, Kristo Yesu kwa Roho wake Mtakatifu. Yeye ni mkuu zaidi kuliko aliyeko nje. Haleluya. Mwambie jirani yako, nguvu iliyo ndani yako ni kuu kuliko ushawishi wa nguvu ya nje. Hivyo ndio tunashinda. Hatushindi kwa kupambana. Watu wa Mungu, baadhi yetu sisi tumeteseka mno kabla ya kujua hizi kweli. Tamaa ya mwili unaambiwa kafunge. Nimeshaisema mara nyingi, unaenda unafunga. Ukiwa na njaa inakata. Ukishafuturu tu mwili umerudi live. Vijana nisikieni. Kiboko ya tamaa ya mwili ni nguvu ya Roho Mtakatifu iliyo ndani yako. Haya mengine yote haya ni taratibu za kibinadamu. Ni imani yako ndani ya Kristo Yesu iliyokufanya ukazaliwa na Mungu. Aliyezaliwa na Mungu anaushinda ulimwengu, ikiwemo na tamaa ya mwili. Kwa unapokutana na changamoto hizo, badala ya kuanza suna wewe, mwangalie Yesu
tafakari kazi yake kamilifu aliyoifanya, amini alichokifanya, pokea ushindi aliyoupata yeye, amini ni ushindi ulio juu yako. Amina. Alafu jua Yesu alishinda. Aliposhinda na wewe ulishinda. Amini hilo. Na tatu, jua nguvu iliyo ndani yako. Jiachilie na umtegemee Mungu kwa nguvu itendayo kazi ndani yako, itakuvusha. Katika hali zote tunaweza pitia, uko uwezesho wa Kristo kustahimili na kuvuka kwa ushindi. Imetupasa kumtegemea yeye badala ya kupigia magoti dunia. Tasoma Filipi 4:10-13. Biblia inasema, nafurahi sana katika Bwana kwa kuwa sasa mwisho mmeuisha tena fikra zenu kwa ajili yangu, kama vile mlivyokuwa mkifikiri hali yangu, lakini hamkupata nafasi. Si kwamba nasema haya kwa kuwa nina mahitaji, maana nimejifunza kuwa radhi na hali yoyote niliyo. Najua kudhiriwa, tena najua kufanikiwa. Katika hali yeyote na katika mambo yoyote nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa. Mstari wa 13 tuupendao sana, lakini mara nyingi tunautumia nje ya muktadha wake. Mtume Paulo anasema, na yaweza mambo yote katika yeye anitiae nguvu. Mambo yapi? Bwana asifiwe. Mambo yapi ambayo anayasema? Sasa sisi tunaendaga tunaweza mambo yote. Wewe mto toka, naweza mambo yote katika anitiae nguvu. Haongelei hayo katika muktadha huu. Anaongelea kushiba na kuwa na njaa, kuwa na vingi na kuwa na vichache, kufanikiwa na kupata changamoto. Katika hali zote hizo unaweza, ninaweza nikastahimili na sitapiga magoti kwa shetani. Bwana chomaanisha, yaani ni hivi, mvua inyeshe, jua liwake. Bwana chomaanisha kwa lugha ambayo napenda kuisema, Ibilisi afanye lolote, dunia ifanye jambo lolote, hautapiga magoti na kuisujudia sanamu. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini unaweza kufanya hivyo? Kwa nini? Kwa sababu ya nisema kwa nguvu. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya yule aliye ndani yako ni mkuu kuliko aliyeko kule nje. Mtu mmoja ananielewa? Yule aliye ndani yako ni mkuu kuliko anayesababisha hiyo mifumo mingine. Iko nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yetu. Ninajua msisitizo wetu kwa Roho Mtakatifu zaidi sana umekuwa kwenye udhihirisho wa karama za Roho Mtakatifu. Si ndio hivyo watu wa Mungu Lakini msisitizo wa kwanza, kwa nini Roho Mtakatifu alikuja, sio udhihirisho wa karama. Hiyo ni sehemu ndogo. Msisitizo wa Roho Mtakatifu kuwepo duniani, na ndio maana hawezi kuondoka mpaka kanisa limeondoka, ni kutuwezesha kushinda ulimwengu. Mtu aliyejaa Roho, kiwango cha kufurika Roho hakiko kwenye lugha unazonena. Kiwango cha kufurika Roho kiko kwenye kuweza kusimama bila kuyumbishwa, ukaitetea imani na ukabaki kwenye mapenzi na makusudi ya Mungu. Huyo mtu ndio kajaa Roho kweli kweli. Kujaa Roho hakuko kwenye hizi spidi unazoziona mchungaji Ngoma anafanya. Hiyo haimaanishi kajaa Roho kweli kweli. Vipawa na karama za Roho ni sawa, lakini Biblia inasema wakati wanamponda Stefano mawe, akiwa amejaa Roho hakunena kwa lugha. Akiwa amejaa Roho
hakushangia si kurukaruka, akamtazama Yesu, akaweza kuwasamehe wanaompiga mawe kwa sababu alikuwa amejaa Roho. Yako mambo ili tushinde dunia hii na mifumo ya dunia hii. Dunia inataka ulipize kisasi, Bwana anataka kusamehe. Inawezekana tu ukiwa umejaa Roho. Na tunapoongelea habari ya kujaa Roho, ile nguvu ya Mungu ndani yetu, manake matakwa yangu yanakufa, alafu matakwa ya Mungu yanasimama. Ayajuaye matakwa ya Mungu ni Roho Mtakatifu. Na ndio maana Yesu alipoondoka akasema, siwezi kuwaacha yatima, nilikuwa na ninyi, nikiondoka na wapa Roho Mtakatifu atakayekaa nanyi daima, ili hata serikali zikiinuka kutaka kufisha kanisa, na historia inaonyesha watawala katika karne tofauti na tofauti wamepambana na kanisa, wamepambana na watu waliookoka, vijana wadogo waliokuwa hawajui wengine kusoma na kuandika, waliokuwa hawana chochote, lakini kwa sababu ya nguvu iliyo ndani yao walisimama wakasema, tutapiga magoti kwako Shetani, tutaisimamia kweli. Tunaweza tukashinda dunia kwa sababu yeye aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliyeko duniani. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Petro anasimama mbele ya watawala, wanamwambia usihubiri tena. Anawaambia, nyi wenyewe mtaamua ni mtii Mungu au ni watii ninyi. Kuna kutishiwa kufa. Ujasiri huo hautokani na jambo lingine liwalo lolote, unatokana na nguvu iliyo ndani ya mwamini. Ukitambua ndani yako imo nguvu inayokuwezesha, utaanza kusimama mbele ya mabaraza, mbele ya mtu yoyote, mbele ya mamlaka yoyote kwa ujasiri, manake madamu unajua umesimama kwenye haki, hakuna kinachoweza kumtikisa mtu anayejua ya kwamba yule aliye ndani yake ni mkuu kuliko aliyeko huko duniani. Binti, kijana akikuijia, hautamwangalia halafu naanza kuuma vidole. Utasimama kwa ujasiri na utamwambia kama Yesu Kristo alivyomwambia Petro, rudi nyuma yangu Shetani, huyajui mapenzi ya Mungu, unataka aliyo ya dunia hii. Ujasiri huo ni sawa la Roho Mtakatifu ndani ya maisha ya mwamini. Tunashindaje? Kwa sababu aliye ndani yetu ni mkuu kuliko yeye aliyeko ulimwenguni. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anajua ndani yake yuko Roho Mtakatifu. Kuna mtu anajua Yesu yuko ndani yake. Kushinda dhambi ni haki yako. Nimesema kushinda dhambi ni haki yako. Kushinda majaribu ya aina yoyote ni haki. Sio kwa sababu umejipaka majivu, sio kwa sababu umewekewa sheria 10 za mchungaji. Ni kwa sababu Roho wa Kristo, Roho wa uzima, Roho wa nguvu aliyemfufua Yesu kutoka katika wafu anakaa ndani yako. Kushinda hasira ni haki yako. Hello? Na hautapiga magoti kwa mfumo wao wowote. Utasimama mbele ya mamlaka iwayo yoyote inapokuja kwa habari ya Injili. Kama bosi wako anakwambia usipolala na mimi na kufukuza kazi, ni asubuhi na mapema, utamwambia wapi na saini niondoke? Hauwezi ukauza mwili wako kwa kazi, unakuwa hujajua. Haleluya, haleluya. Mtu mmoja ananielewa? Sasa tatizo tumewekewa namna. Kwa hiyo unaweza ukawa umekuwa na wiki nzima hujafanya zile taratibu tulizoambiwa.
alafu nakutana na jaribu na wasiwasi litakushinda. Nataka uelewe hizo taratibu ni nzuri na tunazifanya, zinajenga fellowship, lakini nataka uelewe msingi wa sisi kushinda, moja, kwa sababu tumezaliwa na Mungu; pili, kwa sababu Yesu alishinda; na tatu, kwa sababu aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliye duniani. Mifumo yake iko inferior kuliko mifumo ya Mungu aliyoiweka ndani yetu. Mikakati yake iko chini ya kiwango kuliko mikakati aliyoisimika ndani ya mwamini. Ukilijua hilo, una heri. Haleluya. Kwa katika uhalisia wa kila siku, mwamini hushinda ulimwengu anapofanya yafuatayo. Sasa huyafanyi kwa nguvu zako, ndio maana nimewaweka mwisho. Unayafanya, moja, kwa sababu unajua wewe umezaliwa mara ya pili na kuna nguvu iliyokuzaa mara ya pili. Ni hatari sana kuchagua utii badala ya dhambi. Ni wajibu wako kuchagua kumtii Mungu, kuchagua ukweli badala ya uongo, kusamehe badala ya kulipiza kisasi, kuwa mnyenyekevu badala ya kujivuna, kumchagua Kristo kuliko sifa za wanadamu, kudumu katika imani wakati wa majaribu. Katika maandiko haya ambayo tumeona Yohana, kushinda ulimwengu si swala la kufanikiwa kimaisha au kupata mali nyingi, bali ni kubaki mwaminifu kwa Yesu Kristo na kweli yake katika ulimwengu unaompinga Mungu. Umenielewa eh? Najua tunasemaga kushinda, kwa hiyo tunaanza kupeleka kwenye nitashinda, tutakuwa na kampuni kubwa. Makampuni makubwa ni mazuri na tutakuwa nayo na unayo kwa jina la Yesu Kristo. Na Bwana atakuwezesha, utainuka, utafanya. Lakini huko sio ndio kushinda ulimwengu. Yohana anayoyaongelea hapa, kushinda ulimwengu si swala la kufanikiwa kimaisha au kupata mali nyingi, bali ni kubaki mwaminifu kwa Yesu Kristo na kweli yake katika ulimwengu ulio kinyume na Yesu. Kwa hiyo kushinda ulimwengu si kuishi chini ya utawala wa, ni kuishi chini ya utawala wa Kristo badala ya kutawaliwa na mfumo wa dunia, tamaa zake, hofu zake na maadili yake yanayompinga Mungu. Kwa aliyeshinda anaishi chini ya utawala wa nani? Badala ya utawala wa ule mwingine. Hiyo ndo kashinda. Kushinda ulimwengu si kukimbia dunia, bali ni kuishi ndani yake bila kutawaliwa nayo. Kuna watu wengine sasa ndio wanajifungiaga. Mnajua kuna watu wengine wanajifungia imani, unajifungia, utaki kuchangamana na dunia. Hata kwenye sherehe uendi. Hello? Hata kwenye majirani tu hutoki. Umejifungia usije ukachafuka. Unajua unaweza ukachafuka ukiwa umejifungia chumbani. Bwana asifiwe. Kwa maana kila aliyezaliwa na Mungu hushinda ulimwengu, na huku ndiko kushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Na haya yanawezekana si katika nguvu na uwezo wetu. Naomba nisisitize, haya yanawezekana si katika nguvu na uwezo wetu, bali katika Kristo anayefanya kazi ndani yetu, kama inavyosema Galatia 2:20. Hello? Mwambie jirani yako, kushinda ulimwengu sio kwa nguvu zetu. Kwa hiyo nilisema mambo kadha wa kadha hapo mwanzo. Kumbuka, ili kushinda ulimwengu, tunashindaje ulimwengu? Kwa kuzaliwa mara ya pili. Tunapozaliwa mara ya pili au kuzaliwa mara ya pili hutuwezesha kuushinda ulimwengu, kwa sababu kila aliyezaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Imani yetu katika Yesu ndiyo njia ya ushindi. Na tunapongelea imani kwa Yesu, tunamaanisha utegemezi kwa Yesu 100%. Hello? Bwana asifiwe. Sio kuweka utegemezi kwenye kitu kingine. Vitu vingine vyote vifanyike ni sawa, lakini utegemezi unabaki kwa Yesu. Na tunaposema kwa Yesu ni kwa kila alichokifanya na kukikamilisha. Yesu yu hai, amefufuka katika ushindi, na sisi tu washindi katika Kristo Yesu. Na sisi tuliokuwa wafu zamani kwa habari ya dhambi zetu tulifufuliwa na kutiwa uhai, na sisi tuko hai tena katika Kristo Yesu. Yesu tayari ameshaushinda ulimwengu, hivyo tunashiriki ushindi wake.
Mwambie jirani yako, shiriki ushindi wa Yesu. Furahia ushindi wa Yesu. Ushindi wa Yesu ni sehemu yako. Umeshawasikiliza washabiki wa mpira? Huo ndio mfano unavyotakiwa kuwa. Nani washabiki wa Simba, nyosha mkono kama uko hapa. Washabiki wa Simba, nyosha mkono. Haya. Washabiki wa Yanga? Haya. Mtumie tu hizi timu. Maana kisema hizo za Ulaya zingine hata majina sijui. Kuna washabiki wa Coastal Union. Timu ikishinda wao mnasemaje? Timu inacheza Mwanza, uwanjani hukuweko, wala mpira ukuangalia, unasema? Kwa hiyo Yesu aliposhinda na sisi kama washabiki wa mpira wanavyosherekea ushindi. Yaani timu ikishinda unaona huko ndani, tumeshinda leo, tumeshinda leo. Na wewe kila itapo leo ndani yako kuwe na wimbo unaimba, tumeshinda leo na Yesu, leo tumeshinda kweli, tumeshinda dhambi na majaribu yote, tumeshinda shetani, tumeshinda hofu, tumeshinda kila kitu, tumeshinda. Tumeshinda. Yesu alipokufa tulijifunza hapa kuwa ndani ya Yesu. Alipokufa na wewe uli, alipozikwa na wewe uli, alipofufuka na wewe uli. Alipofufuka alifufuka katika ushindi. Kwa na wewe ulipomwamini Yesu, manake uliamini umepokea ushindi. Usikubali kutaka. Dhambi ni ndogo mno, ulishashinda. Haitaki kukutesa. Acha malugha ya kusema, yani mimi basi hii tu dhambi itanipeleka jehanamu. Come on. Ukisikia kwanza isemeshe, we dogo, hebu tulia. Mimi nishashinda. Hebu niache. Nikisema hivyo watu wanasema, wewe hujui tu dhambi. Dhambi ina nguvu kwa wasioamini. Mimi nilishakombolewa. Moja kutoka kwenye ufalme wa giza, nikahamishwa. Kwa hiyo shetani hawezi kunicontrol. Hilo na uhakika 100%. Nimehama. Nilibadilisha uraia mwaka 92. Kutoka ufalme wa shetani nikaingia ufalme wa Kristo. Toka nimebadilisha uraia, hana mamlaka ya kunichezea. Hawezi kuniendesha anavyotaka, naendeshwa na Baba. Wewe mbona unamruhusu wa kuendesha? Hello? Halafu nikakombolewa. Si kwa vitu vinavyoharibika, nikakombolewa kwa damu ya Yesu. Kwa maisha ya Yesu. Kutoka kwenye mwenendo wangu wa zamani, niliouenendea zamani, Mtume Petro anasema. Hivyo unajua wokovu umekupa nini? Tatizo unafikiri wokovu ni sala ya toba. Wokovu ni mapinduzi. Ndio maana wengine sisi tunajiita wana mapinduzi. Tunaamini kwenye mapinduzi kwa sababu imani yetu inahusu mapinduzi. Mtu mmoja ananielewa? Wana mapinduzi mwenzangu, haleluya. Wokovu sio kubadilishwa na kutengenezwa, ni kitu kipya. Ndio maana ni mapinduzi. Safi. Ya kale yanapita, yanakuwa mapya. Mtu mpya. Kushinda dunia ni haki yetu. Nasema kushinda dunia ni haki yetu. Hatuta bow down, hatutapigia magoti mifumo ya dunia hii. Sisi ni washindi. Ushindi si kutokupitia majaribu, bali kushinda katikati ya majaribu kwa kumtegemea Kristo. Hebu sema, mimi ni mshindi. Aliye ndani yangu ni mkuu kuliko aliye duniani. Na ndio maana ninashinda. Lakini pia Yesu aliye ndani yake alishashinda. Na akasema, nisiwe na wasiwasi kwa sababu kashinda na mimi natoboa. Haleluya. Hivyo ndio unatakiwa uapproach maisha. Hayo ndio maisha ya imani. Simama sasa, tuombe. Bwana asifiwe. Jiombe neno hili tu, ufunuo huu uwe halisi kwangu. Mwambie Mungu kwamba hiki nilichojifunza kiwe halisi kwangu. Basi hivyo tu, wala usiweke mambo mengi sana. Usikemee chochote. Wewe sema tu kiwe halisi basi. Kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akifanya kiwe halisi. Basi hivyo tu. Wewe mwambie tu, Bwana nisaidie
isiwe tu historia, isiwe maneno, iwe halisi. Roho Mtakatifu nisaidie hiki tulichojifunza kiwe halisi. Basi. Alafu kimaliza kujiombea, muombe na jirani yako mmoja tu. Pia muombe hivyo naye kwamba hiki tulichojifunza kiwe halisi kwa huyu ndugu yangu.